Naona system yangu imeingiliwa. Low battery, shut down. Yaani dada Naila, mimi nisikufiche tu, yule mwanamke ulioniletea ni mbovu. Basi nashukuru sana kwa kazi nzuri ndugu yangu. Huyo mwanamke yuko wapi? Huyo hapo mbele yako. Yuko wapi huyo mwanamke dada Naila? Poa, mzima wewe mlembo? Mzima, sijui wewe. Mimi mzima tu. Unaitwa nani? Naitwa Sasha. Sasha. Kiukweli una jina zuri sana dada yangu. Yaani jina zuri mno. Yaani hata mimi nilivyosikia sauti yako moyo wangu umefanya pa! Yaani kama nimepigwa na bomu vile. Unaonekana mlembo sana. Sasa Kwisa? Naam dada Naila. Haina haja kuongea sana. Cha muhimu muende ndani, mtakubaliana wenyewe. Kama utampa 50,000, 60,000, ni nyinyi mtakubaliana. Sawa basi, mimi nadhani hilo halina shida kwa sababu mwanamke mwenyewe umeshamleta, alafu naona kabisa ana sauti nzuri. Mimi acha nikupatie tu kwanza ule ujira wako ambao nilikuahidi. Sawa. Sasha. Aise dada Naila, hongera sana kwa kazi nzuri. Asante. Mimi huko. Asante. Hiyo ni kama asante pia kwa sababu ya kazi yako ulionifanyia dada yangu. Sawa, asante sana. Huo ni mwanzo tu. Tukiendelea kuishi vizuri, nadhani utakuwa unakula tu posho nyingi tu, wala usiwe na wasiwasi. Asante sana. Sasha, mshike mwenzio mkono uende naye ndani. Anishike mkono. Yuko wapi? Mbona nishiki? Mimi hapa. Mwashike mkono ndani. Kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu. Roboti, sikutegemea kukutana na wewe muda huu. Ni usiku sana sasa hivi. Ina maana haulalagi wewe? No sleep at work, man at work. Sema hakuna shida kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na kipengele kidogo ambacho kinanisumbua. Nimefurahi kukutana na wewe kwa sababu nitashare na wewe kitu hichi. Bana, kuna manzi fulani hivi nimetokea kumuelewa sana. Na ni kama wiki 2 hivi zimepita. Kila nikijaribu kumwambia tu hisia zangu, hanielewi kabisa. Sasa nahitaji unipe ushauri kwa sababu nishafanya kila mbinu ambayo anatakiwa kuifanya mwanaume kwa mwanamke. Lakini bado sipewi hata tumaini tu la kuambia labda nitakufikiria. Kwa hiyo ninaomba unisaidie hata ushauri mdogo tu. Usijali, unatakiwa ujipende mwenyewe. Unaleta masiala sasa roboti. Mimi ninachokizungumzia hapa ni ulimwengu wa mwanadamu, sio ulimwengu wa roboti. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo unahisi mimi nawezaje kujipenda? Sema wewe kitu kimoja kitakuwa kinakusumbua, nafikiri ni njaa. Kuna ndizi hii nilibeba, nataka nile na ugali, lakini nataka nikupatie hili upoze tumbo, ushtue kidogo, unipe majibu yaliyokamilika. Wait. Kabla sijala kwanza, inabidi ule mwenyewe. Kwa hiyo wasiwasi wako ni kwamba naweza nikakuwekea sumu mimi kwenye hii ndizi. Vizuri, nimeipenda. Hiyo ndizi ni ya kwako mwenyewe na umekula mwenyewe. Huo mwili pia ni wa kwako. Unashindwaje kujipenda mwenyewe? Leo nimepatikana kweli. Anyway, basi ninaomba unisaidie kitu kingine. Kama huku tumeshindwana, ninaomba unisaidie walau hata mistari 2-3 hivi ambayo nikienda kumwambia yule manzi hatochomoa. Yaani usinipe swaga za kishamba. Yaani tunaita swaga za watoto wa mjini ndo nazozitaka hapa. Kwa sababu mimi nishajaribu sana nimeshindwa. Kwa hiyo msaada wangu ni wewe rafiki yangu. Usijali,
Nitakupatia hiyo mistari sasa hivi na kuhakikishia hawezi akachomoa. Na kukubali sana. Low battery, please charge. Shut down. Ndo basi tena. Kashazima, chaji imeisha. Niko najiandaa hapa nipate mistari yangu mikali mpaka nikienda kumwambia yule manzi achomoi kabisa yani. Kwisa. Naam. Yule msichana ambaye nilikuletea ili ulale naye amenipigia simu. Amesema kwamba siku yoyote muda wowote ukimhitaji yeye yupo. Na hata kama kwa kumkopa yeye atakukopesha. Yaani dada Naila, mimi nisikufiche tu. Yule mwanamke ulioniletea ni mbovu. Tena ni mbovu kabisa. Yaani naona hata ile shilingi 50,000 ambayo nimempatia ni kama nimeitupa tu. Hapa nawaza tu mawazo kibao kichwani kwangu, ni bora hata ile shilingi 50,000 ningeenda kugawa kwenye vituo vya watoto yatima wenzangu. Kwa sababu mwanamke gani ulioniletea ajishughulishi? Yaani nimeingia naye ndani najishughulisha mimi mwenyewe tu. Yeye muda wote tukabweteka tu ngwe. Kakaa tu hata eleweki hata anachokifanya. Sasa ndo mwanamke wa aina gani ule? Kwanza sijui hajafundwa kwao yule. Hivi ni kabila gani ule mwanamke? Kwanza anaonekana hata hayajui mapenzi yani. Yaani naona yani amenitia hasara kweli yani. Mimi amenikera yani, sitaki hata kumuona ule mwanamke. Yaani na nisije nikasikia kabisa unakuja kuniambia kwamba huyo mwanamke sijui anataka tu kulala na mimi tena. Mwambie hivi, aache mazoea na mimi. Yaani aache mazoea na mimi, sitaki kabisa yani. Amenitia hasara tu. Kwisa, samahani kwa hilo. Kwa hiyo yani yeye kitandani hajafanya chochote kile? Yaani Naila, nimetoka naye hapa, nimeingia naye ndani. Nafika naye ndani pale, mimi navua nguo zote. Aya, namshikashika yeye, naona ndugu yangu hajavua hata nguo moja. Sasa namuuliza, ndugu yangu vipi? Anacheka tu Nikamwambia tena, udugu vipi? Yaani eleweki mpaka kuvua nguo pale mimi tumechukua muda mrefu kweli yani. Anachokifanya chenye hata kieleweki. Muda wote mimi ndo nahangaika tu na mbinjwa huku. Akati la mapenzi mtu kufanya wote muenjoy na wote mshughulike, lakini ananiachia mimi nashughulika mwenyewe. Sasa nimempatia pesa yangu mimi ya nini? Yaani kiukweli mimi ule mwanamke simtaki. Yaani tena sitaki hata kumsikia ujue na ile mwanamke. Tena mwambie kabisa aache mazoea na mimi yani. Yaani aache mazoea. Yaani mimi ningekuwa naona Haki ya Mungu mimi hela yangu angenirudishia. Sema ndio hivyo tu, mimi sikutaka yawe mambo mengi yani. Okay Kwisa, nisamee mimi, sawa? Yaani nisamee mimi. Na kuahidi safari hii nitakuletea msichana mzuri. Yaani piskali, na maanisha piskali kweli. Yaani tofauti na yule mara ya kwanza. Wewe mwenyewe utaenjoy. Sawa, mimi nimekusamea, na pia nikuahidi tu kama utaniletea mwanamke mzuri kuliko yule pale au mwanamke fundi kuliko yule, mimi posho yako itazidi. Badala ya kukupa shilingi 10,000 sasa hivi nitakugea shilingi 20,000 dada yangu. Kweli Kwisa? Nakuahidi hilo. Basi sawa. Ondoa shaka kabisa, kila kitu kitakuwa sawa. Yaani sitokuangusha safari hii. Usijali kabisa. Basi sawa dada yangu, mimi nipo hapa. Kichwa changu naona kama kina vikao kibao sana, kwa hiyo nipo hapa najaribu kufikiria maisha yangu jinsi yanavyokwenda na nini. Sawa, mimi nipo ndani. Sawa.
mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu, kipofu mtamu. Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu, sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Eti kuna kijana umemwona amevaa shati nyeusi, suruali nyeusi na mzua mweusi amepita hapa? Maana nimemtafuta mtaa mzima mpaka nimechoka. Sijui umemwona? Not available in my system. Jamani, hayo mambo unaongea mimi hata sikuelewi. Kwanza naona kama unanichanganya. Maana nilivyochoka naona unavyozidi kuongea Kiingereza chako na unazidi kunitibua. Kama umemwona tu niambie, nimezunguka mtaa mzima ujua lote la kwangu mimi. Kama umemwona niambie bana. Naona system yangu imeingiliwa. Low battery, shut down. Nilikuwa nakagua mjengo wangu pale, lakini katika makaguzi pale nimekuona ukiwa unaongea na huyu jamaa. Mlikuwa mnaongea nini? Yaani mimi kuna kijana namtafuta hapa, amevaa suruali nyeusi, shati nyeusi na mzua mweusi. Sawa? Natoka zangu huko na mishemishe zangu nakutana na huyu jamaa hapa. Nikasema nimuulize labda atakuwa amemuona. Nashangaa ananiambia mambo hata sielewi, afu ameanguka hapo chini. Huyu angekusaidia, lakini sio mwanadamu sasa. Namaanisha kwamba huyu ni robot ambaye anachajiwa. Hana uhai kama sisi wanadamu. Kwa hiyo kuna mzungu mmoja hivi anammiliki, yupo mtaa wa pili pale, ndo huwa anamwachia mtaani kama hivi anasaidia watu, kwa sababu huyu robot ana akili sana. Yaani memory yake iko faster, hasahau chochote. Ulishawahi kusikia kitu kinaitwa ChatGPT? Ndo kama huyu hapa. Kwa hiyo shida ni kwamba chaji imeisha. Sawa, tuachane na mambo ya roboti, mimi hata ya news mambo. Basi nisaidie kama umemwona huyo kijana, maana nimemtafuta kutwa nzima eti. Umesema alikuwa amevaaje vile? Amevaa suruali nyeusi, shati nyeusi na mzura mweusi. Yeye ni kipofu, haoni. Hapana, sijamuona. Nilitaka kumfananisha na kijana nilopishana naye pale, lakini sio mwenyewe. Jamani, yani mimi haya bwana utahangaika na roboti wenu. Kipofu mtamu, 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 kipofu mtamu. Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu, sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Kipofu mtamu. Kwisa. Na? Kwisa. Dada Naila, bora hata umekuja ndugu yangu, maana hapa nilikuwa natafuta mlango wa ndani siuoni. Wewe mwenyewe nimekuita sana uitiki. Vipi, ulienda wapi kwani? Yaani wewe nimekutafuta mtaa mzima au unahangaika kutafuta wewe tu. Mimi nimetoka zangu ndani nikupe chakula ule. Nakuta tu fimbo yako pale nje, wewe sikuoni. Unajua nimekutafuta? Mimi nilikuwa nimekaa pale kibarazani, lakini mkojo ukawa umenibana, kwa hiyo nikawa nimekuja huku kukojoa. Sasa narudi nashangaa sipaoni ndani, nikawa nakuita wewe mradi uje unisaidie, wewe mwenyewe uitiki. Kwa hiyo nikawa nahangaika hapa kurudi ndani. Sasa Kwisa, wewe kabisa unajua hii fimbo ndo miguu yako. Alafu unatoka bila fimbo. Sikuitafutia tu matatizo huko. Sawa, tuachane na hayo. Kwisa, nimekuletea kazi nyingine. Yaani muda nilomleta hapa sasa hivi. Sikwambii sana. Kwanza toto. Mtoto ana lips denda. Shepu imekaa mahali pake. Yaani safari ukilalamikia tena. Basi utakuwa una mashetani. Wow. Yaani sasa dada Naila, sasa hivi umeanza kunifurahisha. Kumbe hiyo kazi yangu tena ushaifanya. Tena hata hujachelewa yani. Kwa hiyo umesema huyu uliniletea sasa hivi ana shepu, lips denda, si ndio? Mimi ndo vitu vyangu hivyo, wala hata nisikufiche. Yaani ndo vitu vyangu kabisa. Kwa hiyo vipi masuala ya pesa, si umeshamwelekeza kabisa au? Kwenye pesa nimeongea naye kila kitu. Ila hapo kwenye 50,000 kasema muongezee 10,000, inadi 60,000.
yeye ana shida. Na yaani ninakuhakikishia hiyo 60 yako haitaenda bure kama mara ya kwanza. Yaani wewe mwenyewe utaenjoy. Sawa, hilo limeisha tu. 60 kwangu mimi sio pesa. Kikubwa tu mimi ni enjoy na nipate kitu ambacho mimi nakitaka. Na kwa jinsi ulivyonielezea wewe mwanamke jinsi alivyo, na imani kabisa atakuwa kitandani ni fundi sana kuliko hata ule wa mara ya kwanza. Unajua ule wa mara ya kwanza mimi hela yangu pale nilitupa bure. Kwa hiyo mimi nitampatia wewe shilingi 60,000, alafu nitakupatia na wewe shilingi 20,000 kama pesa ya udalali. Yaani 80,000. Haya bwana, mimi mtanipa tu 20,000 yangu. Napita hivi. Sawa basi, nilikuwa naomba umwambie basi hata atoe hata ka sauti kake basi nikasikie kidogo, hata anaweza kanisisimua mwili. Si unajua tena hata sauti na zenyewe huaga zina mvuto wake. Jamani, sauti za nini tena? Wewe mchukue enda naye ndani huko utasikia miguno. Hamna cha sauti wala nini hapa. Udugu wangu, mchukue mwenzio mwende ndani. Dada Naila. Huyu sasa hivi kidogo anaonekana kama anayaweza huyu, maana amenishika kiuno ujue. Kipofu mtamu, 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 kipofu mtamu. Wale walionidharau kuna siku wataniheshimu. Sikupanga kuwa hivi, ni maisha tu. Kipofu mtamu. Fimbo yangu iko wapi? Okay. Sasa nikupatie kwanza pesa yako au tukishamaliza kufanya ndo nakupatia pesa? Hata usijali, utanipa tu baadaye tukimaliza. Sawa, wewe unaonekana mkali sana, kwa hiyo kazi kwanza, malipo baadaye. Ndio. Sawa mama. Upo wapi? Good. Shit. Oh my God. Kifua hichi. Mashallah. Mashallah. Dada Naila! Dada Naila! Wewe Dada Naila! Dada Naila! Dada Naila! Dada Naila! Dada Naila! Dada Naila! Sasa utakuwa umeenda wapi? Dada Naila! Wewe Dada Naila! Dada Naila! Dada Naila! Abe! Ulikuwa umeenda wapi? Mbona muda wote nakuita afu uitiki? Mbona umetoka haraka ndani? Ina maana tayari ushamaliza au? Mimi haya mambo ndio siyapendi. Nilishakwambia kabisa. Mimi natoa pesa na wala sitoi makaratasi ujue. Yule mwanamke wa mwanzo nilikwambia kabisa mimi simtaki na usije ukaniletea tena. Lakini sasa wewe umeenda umepuyanga huko, umesema unaleta mwanamke mwingine, mwisho wa siku umeniletea mwanamke yule. Yaani yule wa mwanzo. Sasa ndio una maana gani sasa? Kwa unataka kunifanyia hadi mimi uhuni, si ndio? Nishakwambia yule mwanamke mimi simpendi, ni mbovu, yani haeleweki chochote. Linakaa tu kama gogo muda wote. Unaenda unahangaika tu unaniletea mwanamke yule. Mimi yule mwanamke simtaki bwana. Amna Kwisa, mbona wewe mwanamke mwingine? Kwanza wewe uoni. Umejuaje kama yule pale ndo mwanamke wewe wa mwanzo? Mimi naungana na wewe, ni kweli sioni. Lakini ninahisia yule mwanamke siku ya kwanza nimeshika mwili wake na yeye ameshika mwili wangu. Kwa hiyo kwa ufupi mimi naujua mwili wake wote jinsi ulivyo. Mimi naingia ndani humu na papasa na shangaa mwili ni ule. Sasa mimi nilikwambia yule mwanamke simtaki, umeenda tena umeniletea ule. Mimi yule mwanamke bwana sitaki hata kumsikia.
Sitaki hata kumsikia kwa sababu mimi natoa hela ujue. Yaani tena mimi nitoe shilingi 60,000 nimrudishie tena yule alompa mwanzo 50,000. Mimi sitaki hata kumuona, yaani sitaki hata kumsikia kabisa. Naomba uende ndani kamtoe yule mwanamke. Wisa, yule mwanamke ni mwingine, wewe umeshinda tu kuelewa. Yaani uoni ila unahisia. Sawa, ila nisikilize bwana. Mimi yule mwanamke sitaki hata kumsikia yani. Natokomba nenda ndani kamtoe yule mwanamke na atoke hapa. Yaani sitaki kabisa. sawa. Ila sio yule bwana mwingine.